kusikiliza na kuangalia hivi sasa. Nimesimama hapa kuweza kuzungumza nanyi kuhusiana na masuala ambayo yamejitokeza katika nchi yetu na yanaendelea kujitokeza katika nchi yetu. Masuala mawili, ya kwanza yanahusu yale yote ambayo yamejitokeza kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Mungu, kesi ya mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Mugwai Lissu. Nafahamu tarehe 9 ya mwezi wa 4 akiwa kule Mbinga alishikwa na akaendeshwa kwa muda wa usiku mzima kilomita zaidi ya 1000 kutoka Mbinga kuelekea Dar es Salaam, na jioni ya tarehe 10 akafunguliwa mashtaka ambayo yanahusika na kesi ya kufunguliwa kesi mbili, kesi ya uhaini kwamba matamshi aliyotoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 yalikuwa na misingi ya uhaini. Kesi ya pili ikafunguliwa kwamba maneno ambayo alisema siku ile aliyachapisha, ambayo alichapisha taarifa za uongo kuhusiana na vitu ambavyo alikuwa ameshtakiwa navyo. Kesi ya kwanza ile ya uhaini, sababu mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam iliyoko pale Kisutu sio mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza ile kesi. Ile kesi imeletwa pale kama kwa ajili ya taratibu za uchunguzi wa awali, na baada ya kukamilika ule uchunguzi wa awali, kesi ile inatakiwa ipelekwe, ripoti ya uchunguzi wa awali ikamilika, basi inatakiwa ipelekwe katika mahakama kuu ya Tanzania ili sasa hiyo kesi ianze kusikilizwa rasmi. Kwa hiyo tuko pale Kisutu kama ni sehemu ya muda ya mapito, tunapita pale, mwisho wa siku kesi ipelekwe katika mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu ya Tanzania. Kesi ile ya kuchapisha taarifa za ambazo zinaenda makosa ya kimtandao yenyewe, kumekuwa na watu, kesi ya mwenyekiti wetu kutokana na umaarufu wake, kutokana na unyeti wake, na kutokana na mazingira ambavyo mtu alivyoshikwa na kuletwa, imevuta hisia za jumuiya ya kimataifa, imevuta hisia za Watanzania na jumuiya ya kimataifa, wanazuoni mbalimbali, wanasheria na sehemu mbalimbali. Hasa wale wanasheria na wanazuoni wakaona kwamba waje, maafisa wa kibalozi wapo hapa nchini na wao wamekuwa wanafuatilia kesi tokea ile tarehe 24 wamekuja, lakini nafahamu mambo machafu ambayo yalitokea tarehe 24 ya mwezi wa 4. Watu walishikwa pale Kisutu, wakazuiwa kuja. Bwana mkuu wa mkoa alitoa matamko ya ajabu kabisa, kukataza watu wasije, akawepo kamanda Mlilo akasema watu wasifike pale mahakamani. Mahakama ikawa imezingirwa na mapolisi kwa namna ya ajabu kabisa, na watu walifika pale kwa kweli ambao hawakuwa mawakili, hali zao zilikuwa mbaya, wengine walipigwa wakaumizwa, na tunahisia kwamba kuna mmoja wapo alipigwa mpaka akafariki, lakini baada kwamba taarifa kama zimefichwa wanachama wetu wengi sana kama 25 waliumizwa vibaya, wakatupwa mapande, na sehemu hizo kulikuwa na katibu mkuu hapa alifanya press conference ambayo ilionyesha video mbalimbali za yale mambo, na mpaka hivi leo hatujasikia polisi wakikana kwamba sio kweli. Kwa hiyo ni taarifa ambazo kwa kweli zimefanya dunia nzima ifahamu kwamba kuna ukatili wa ajabu ambao unaendelea katika nchi yetu. Ajabu yake ni nini? Nashangaa kwamba inakuwaje katika kesi tu ya jinai ambayo mtu ameshtakiwa watu wengine waumizwe. Kwa sababu gani? Sasa jumuiya ya kimataifa ilikuja, wakaja hapa tarehe 24 walikuja wachache. Wiki hiyo walikuwa wamejiandaa wengi kuja, na wananchi vile vile ambao tulipigana kwa muda mrefu kuanzia tarehe 24 tumepigana waweze kusikilizwa, tarehe 28 tukapambana, na mwisho wa siku amri ikatoka kwamba kesi hii isikilizwe mbele ya umma wa watu. Tarehe 6 ndio amri ikatoka kwamba kesi hii inakuja itajwe na inasikilizwe mbele ya umma. Tunashukuru sana kwamba mahakama mwisho wa siku iliweza kutoa uamuzi huo, kwa sababu unaendana na watu ambao wanajiheshimu, na muhimili ambao unatakiwa kuwa huru na unasimamia maamuzi yake, au takiwi kuwa katika amri au katika kuwa mtero au kwamba kufuata maelekezo ya kutoka mihimili mingine. Mihimili yetu tuna mihimili mitatu. Ibara
ibara ya katiba yetu inapotoa inaisha kabisa kwamba kutakuwa na mahakama ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa ile ni mahakama ambayo inatakiwa kuwa huru, na kutakuwa na muhimili wa utendaji, muhimili wa serikali, kutakuwa na nini na bunge. Yote yametajwa na katiba, yameanzishwa na katiba ya nchi yetu. Si kwamba muhimili mmoja umeanzisha vingine. Lakini maana yake nini? Katiba ni tamko la wananchi wa nchi ile, kwamba wao wanafanya nini? Wanaamua kuunda mfumo wao wa namna ya kuweza kujiongoza na kujitawala, na hawajasema kwamba chombo fulani kimoja ndicho kikubwa kwa kushinda vyombo vingine. Wameanzisha vyombo vitatu vya msingi kabisa ambavyo ni kwamba vinafanya nini? Wanasema kwamba vitaweza kufanya mambo yao inavyotakikana. Katika ile dibaji utangulizi unasema hivi, naomba ni usome. Kwa kuwa sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania tumeamua rasmi na kwa dhati kujenga katika nchi yetu jamii inayozingatia misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Na kwa kuwa misingi hiyo yaweza tu kutekelezwa katika jamii yenye demokrasia ambayo serikali yake husimamiwa na bunge lenye wajumbe waliochaguliwa na linalowakilisha wananchi, na pia yenye mahakama huru zinazotekeleza wajibu wa kutoa haki bila uoga wala upendeleo wowote, na hivyo kuhakikisha kwamba haki zote za binadamu zinadumishwa na kulindwa na wajibu wa kila mtu unatekelezwa kwa uaminifu. Hayo ndio Watanzania tulisema hivyo. Tumeanzisha katiba hii tukisema kwamba tunaunda mahakama huru, tunaunda bunge ambalo huru na madhubuti. Kwa hiyo basi katiba hii imetungwa na bunge maalum la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa niaba ya wananchi, kwa madhumuni ya kujenga jamii kama hiyo, na pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaongozwa na serikali yenye kufuata misingi ya demokrasia, ujamaa na isiyokuwa na dini. Ndivyo ambavyo Watanzania tumeamua. Mahakama zetu zinatakiwa ziwe huru na zionekane zi huru. Sasa unapokuwa na watu wa muhimili tofauti, mkuu wa mkoa, ZCO au mwingine yeyote, au mkuu wa IGP au nani, si mkuu wa muhimili wa mahakama. Huu ni muhimili unaojitegemea. Na sisi mawakili kwa upande wetu, nikizungumza kama wakili, tuko katika muhimili huo wa nini? Wa mahakama. Tunaitwa maafisa wa mahakama. Kwa hiyo inatakiwa kwamba muhimili huo ujitegemee. Na mtu anapokwenda katika mbele ya sheria lazima achukuliwe hana hatia, na mpaka hatia yake inapokuwa nini? Imethibitishwa. Lakini mkuu wa mkoa Albert Charamila akatamka aliyatamka. Kamanda Muliro, Jumanne Muliro akatamka aliyatamka, na polisi wakaenda wengi sana pale wakafanya waliyofanya, ambayo ni matendo kama sisi kama chama Chadema tunasema hatutayafumbia macho, tutayashughulikia kamilifu, ili kwamba tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu anaheshimu ibara ya 13 ya katiba ya nchi yetu ambayo inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Haijasema rais juu ya sheria. Haijasema kwamba ZCO juu ya sheria. Haijasema IGP juu ya sheria. Aneti Arugaile ambao wamefanywa leo ndio tunaambiwa kwamba wameondolewa, lakini jinsi ambavyo huyu Boniface alivyofuatwa pale katika hoteli ya Serena na akawa yuko hatarini, watu hawajitambulisha sawa sawa, au viongozi wanataka kwamba atoke nje, uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wamepambana, yule mtu akakimbilia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba amwezi kumchukua mtu bila kujitambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu, PGO inaelekeza namna mtu anatakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea, kinalaani viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kuwashika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa,
unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesasishika, ameungwanika. Yanasema kwa Kiingereza kama you are a civilized person. Sitaki kutumia neno ustaarabu kwa sababu si sawa sawa. Ni mtu ambao wameungwanika. Ndio kusema ustaarabu, mwingine anasema ustaafrika, mwingine anasema ustauraya. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye jamii ya watu ambao wameunganika, mataifa ambayo yana tamaduni na tabia na mienendo ambayo inaonekana kama huyu mtu sasa si mtu anaishi, si mtu hayawani, bali ni mtu ambaye amejamiika, amekaa sawa sawa na wenzake wengine, mwisho wa siku akaraihika na kuwa mtu wa ulimwengu ambaye anaendana na tabia za nini, za watu ambao ni waungwana, na ni mojawapo ya sifa ya kuwa taifa. Sasa mtu anaposhikwa kinyume cha taratibu, sheria zetu zinasema watu wanapotaka kumshika mtu lazima wafuate taratibu, lakini si wanaofuata. Tumeona matukio ya watu kupotezwa, watashikwa wanapotea, na tuna kesi ya kina Mdude hatujui wapi mpaka hivi leo, Deus Soka hatujui, na Ali Kibao alishikwa kwenye nani, kwenye basi, mpaka leo polisi hata upelelezi hujafanyika, wameshika watu wengi wanapotea, mwisho wa siku wanasema kwamba sio sisi tuliwashika. Hata wanachama wetu wa Chadema walipopigwa hapa wanasema kwamba sio sisi tuliwapiga. Kwa hiyo kuna kukana hata mambo ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini mwisho wa siku huyo kijana msaidia sana kuweza kujua namna gani vyombo vyetu vya dola vinavyofanya, vinavyokiuka kabisa tamaduni na sheria. Sasa unawashika raia wa nchi nyingine, unakiuka. Je, unapomshika raia wa nchi nyingine, lazima pengine somo kwa polisi, lazima unapomshika raia wa nchi nyingine na una ubalozi wake hapa, lazima umwarifu balozi wa ile nchi. Wenda wao watafahamu. Ndio kanuni za kimataifa zinavyosema. Lazima mtu yule aarifiwe, ufahamu kama ni raia wa nchi nyingine, balozi wake anatakiwa ajue. Sasa kama Boniface Mwangi, lazima ushirikishe mabalozi. Sasa imebidi sisi tuanze kuhangaika kuweza kuambia mabalozi kwamba mtu wenu yuko hatarini, ndio mabalozi waweze kuona. Si kama maarifa na serikali yetu. Sawa. Kwa hiyo sisi kama Chadema tunashukuru sana hao watu wote wa jumuiya ya kimataifa ambao walijitokeza kuja kushiriki kesi ya mwenyekiti wetu, na wale ambao wamepiga gharama kubwa kutoka huko na kuweza kufika hapa. Sio kama sisi tunawalipa, hatuna hizo fedha za kuwalipia hao watu. Wamefika hapa wanafuatilia kwa sababu gani? Wana jukumu la kiubinadamu na kiutu, kwamba kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Sasa kuna alafu vile tunashukuru wanachama wetu wa Chadema, licha ya yote ambayo ilitokea, sio kwamba wote waliruhusiwa kuweza kuingia, ni wachache tu ambao waliweza kuruhusiwa kuingia pale mahakamani, na hata wengine vyombo vilikuwa pale kuweza kuona vizuri, unaambiwa kwamba tu waangalie kwenye mitandao ya simu, lakini tunafikiri kwamba inabidi kuomba uongozi wa mahakama kwamba lazima kuwe na nini, waweke hata TV ili watu waweze kuona pale na vile vile waweze kusikia ili tuendelee. Basi tunawashukuru sana hao watu jumuiya ya kimataifa. Alafu na tunaomba msamaha sana kwa niaba ya Watanzania. Tunaomba msamaha sana kwa wenzetu ambao walipata madhira makubwa, kina Martha Karua, Dr. William Tunga, na watu wote ambao yule Aneti, Boniface, Faith, na wote ambao waliondolewa kwa nguvu hapa Tanzania. Tunasema tunaomba msamaha sana. Tusamee sisi wa Tanzania ambao tunaomba msamaha. Viongozi wetu watakataa kuomba msamaha, sisi Chadema kwa niaba ya Tanzania tunaomba msamaha. Tunasema kwamba tusamee, ndio hali ambayo tunapitia katika mazingira magumu ambayo tunaongozwa naye, kwamba haki za binadamu na zile vitu ambavyo tunategemea kwamba tumeshafanikiwa kuvikamilisha na kuwa sehemu ya utamaduni wetu, hivi sasa vinaonekana kwamba tunaanza kupigania upya. Sasa kingine ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba sisi Tanzania ni nchi ambayo ilijinasi kutokea mwaka ule wa 60 kwamba tutakuwa nchi ambayo itaheshimu haki za binadamu, ni nchi ambayo itahakikisha kwamba haitakaa na kushirikiana na mataifa ambayo yanakiuka haki za binadamu. Ni kwa hilo na tunapenda wale wa serikali huenda wengi hawafahamu, kwa sababu nadhani napata shida sana ninapokuwa nawasikiliza kama vitu hivyo wanavifahamu. Mwaka 60 Mwalimu Nyerere alisema kwamba Tanzania haiko tayari kujiunga na Jumuiya ya Madola kama Afrika Kusini itaendelea kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Akasema mchague, mnabakia na makaburu au mnamkaribisha Tanganyika kuwa sehemu ya Jumuiya ya Madola. Lakini Tanganyika itashiriki tu katika Jumuiya ya Madola kama makaburu Afrika Kusini itaondolewa katika Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya kimataifa kwa kuona uzito wa kauli ya Tanzania ya Tanganyika ikaamua ikasema Afrika Kusini iondoke. Afrika Kusini iliondoka. Tulikuwa tuna tamaduni ya kupeleka watu wetu kwenda kufanya kazi kwenye migodi ya Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere alisitisha hiyo mwaka 60.
Watu wengi sana huko Mbeya wapi, wengi ukisikia stori zao, masimulizi yao, wamefanya kazi kwenye migodi huko Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere, serikali ya Tanganyika ilipokuja baada ya kupata ile madaraka, ile serikali ya madaraka ile mwaka 60 alizuia hicho kitu. Na baada ya hapo tukahakikisha kwamba tunaongoza jumuiya ya kimataifa. Ule mwaka wa 76 susia michezo ya Olympic. Kutokana na kwamba timu ya cricket ya New Zealand ilifanya nini? Ilikwenda kucheza michezo na Afrika Kusini. Tukasema kwamba madhari na New Zealand na yenyewe inashirikiana na watu ambao wanakiuka haki za binadamu. Sisi Tanzania tutafanya nini? Atashiriki michezo ya Olympic mwaka 1976 kama New Zealand itashiriki. Tuliongoza jumuiya ya kimataifa. Na wakati huo tuna mwanariadha mzuri kabisa, Philbert Bayi. Ndio anaongoza, ndio bingwa wa mita 1500. Tukaweza kuyashawishi mataifa zaidi ya 23. Mataifa 23 ya Afrika yalisusia. India na wenzetu wengine wakatuunga mkono. Na ni michezo pekee ya Olympic ambayo hadi sasa imepata nini? Imepata hasara. Ni Tanzania hiyo ambayo ilikuwa na kauli thabiti, ikaongoza jumuiya ya kimataifa kuweza watu ambao wanatambua wakaweza kususia michezo ya Olympic. Hatukuishia hapo. Mwaka 79 baada ya Idi Amin kutuvamia hapa, tulipeleka majeshi yetu kwanza kumtoa Idi Amin hapa, na baada ya hapo kuingia Uganda. Mwalimu Nyerere alisema sawa, tunampatia adhabu kidogo ndani mipaka yake, lakini mwisho siku ndio tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79 majeshi yetu yakaweza kuingia Kampala na utawala wa Idi Amin ndio ukakomeshwa. Tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79. Na mwaka 79 huo ni mwaka muhimu sana katika historia ya jumuiya ya kimataifa, kwa sababu madikteta watano walianguka katika mwaka. Alianguka Somoza wa Nicaragua, alianguka Shah wa Iran, alianguka Ngwema wa Equatorial Guinea, akaanguka Bokassa wa Afrika ya Kati, na wa mwisho na mwingine ambaye alikuwa hapo ni Idi Amin Dada. Tanzania ilikuwa na mchango mkubwa. Sasa katika kikao cha OAU mwezi wa 7 mwaka 79, Tanzania ilituhumiwa na Nigeria wakati huyo mzee Olusegun Obasanjo ambaye mnamuona hivi sasa, na Nimeri Jafari Nimeri ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa OAU wakati huo ndio alikuwa anamaliza muda wake. Walituhumu Tanzania, mkutano ulifanyika Monrovia. Tanzania ilituhumiwa na Nigeria na Sudan kwamba imekiuka msingi mkubwa wa agano la kuanzisha OAU la kuvamia nchi nyingine. Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya dakika 5. Na wakati Obasanjo alitoka nje ya ule mkutano pamoja na Jafari Nimeri, Mwalimu alisema kama ni halali mataifa ya Afrika kupiga kelele na kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na makaburu wa Afrika Kusini, kama ilivyokuwa imetokea Soweto mwaka 76, ilivyokuwa imetokea Sharpeville mwaka 60, ilivyokuwa imetokea ukiukwaji wa haki za binadamu unafanyika wapi? Unafanyika Rhodesia, Southern Rhodesia, hiyo ambayo ilikuwa chini ya Ian Smith. Ulikuwa unafanyika na mataifa mengine. Inakuwaje ni halali kwa mataifa haya ya Kiafrika kufumbia macho ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unafanywa na serikali za Kiafrika ndani ya mataifa yao? Akasema Tanzania haiwezi kuwa sehemu ya umoja kama huo, na haiwezi kukubali hicho kitu. Kwa hiyo Tanzania ilisema kwamba inajichukulia madaraka, na ina madaraka hayo, ina ile haki yake, inailinda haki yake ya ukemea uovu na ukiukaji wa haki za tamaduni zao. Azimio la mwaka 81, na kwa wale wasiofahamu nadhani kuna upungufu sana ufahamu katika serikali na uongozi wetu, ni kwamba ndio katika mkutano huo ulifanyika na kuwa mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa umoja wa Umoja wa Mataifa mwaka 81, ndio akaenda kupambana na Kurt Waldheim wa Austria, lakini kutokana na mizengo ambayo ilifanyika, Salim Mohamed Salim hakuweza kuwa katibu mkuu, lakini China ilimunga mkono, Marekani ikamwekea kura ya turufu, na China ikamwekea kura ya turufu mpinzani wake Salim ambaye ni Kurt Waldheim. Wote wawili lazima wajitoe, na ndio Javier Perez ilikuwa akachaguliwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya wao watu kuwa wamejitoa. Kuna historia hiyo, na ukumbuke sasa Tanzania kwa kuheshimu haki zetu za kupigania haki ndio ambao mwaka 71 Salim Mohamed Salim akiwa kiongozi wake, akiwa balozi wetu wa kudumu Umoja wa Mataifa, Tanzania iliongoza jumuiya ya kimataifa kupigania kurudishwa kwa kura ya turufu
au kurudishwa China katika baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa. Ni historia ambayo ilikuwa inaheshimika. Tanzania ilikuwa ikizungumza inafanya nini? Inasikika. Na wakati huo ile miaka ya 70 hapa Indira Gandhi alikuwa anakuja kila askari karibu kila baada ya mwezi mmoja. Wakina David Owen walikuwa wanakuja hapa. Andrew Young wako hapa kuja kushauriana na Tanzania namna gani ukoloni utakuwa katika Afrika, namna gani mataifa ya nchi za 77 yanatakiwa kuenenda. Msimamo upi uko wapi? Afrika inasemaje? Sasa tulipofika ndio hapo tulipo. Taifa ambalo lilikuwa ni makao makuu ya kamati kuu ya kamati ya ukombozi wa Afrika. Wakina mzee Hashim Mbita amepata paka na tuzo. Ndio walikuwa wanatoka hapa kwetu wanaongoza hiyo kamati. Leo hii tunaonekana kwamba tunataka kusema kwamba wasituingilie. Wasuingilie katika nini? Katika masuala yako ya kiuchumi, katika masuala yako ya kitamaduni. Tunasema hapana, katika masuala yangu jinsi gani ninashughulika na wapinzani. Jinsi gani haki za binadamu zinatekelezwa. Napenda kuiambia serikali, napenda kumwambia rais kwamba kama sehemu ya Umoja wa Mataifa, kama sehemu ya Umoja wa Afrika, kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na serikali yako inabanwa na inatakiwa itekeleze haki za binadamu. Tuliposaini makubaliano ya kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikubaliana kwamba ule mwaka 99 tulikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya kwanza ilivunjika mwaka 77 ilikuwa imevunjika kutokana na nini? Kutokana na ule ushirikiano wa ile jumuiya kutokuwa inaendana na matakwa ya viongozi. Haikuwa inaendana na matakwa ya watu. Agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki ile mwaka 99 linataka wananchi jumuiya hii sasa iendeshwe na nini? Na kukuza ushirikiano wa wananchi. Wakiwa mtu wa mtu, lakini vile vile kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Sasa kama jumuiya hii tukasema vile vile tutakuwa nchi ambazo zinaheshimu misingi ya demokrasia, misingi ya haki za, tutakuwa tunaheshimu haki za binadamu, tutakuwa ni watu ambao ni nini? Ni wazi. Angalia ibara ya 5 ya katiba inavyosema. Angalia ibara ya 6 ya katiba ya agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatakiwa tuendelee kwa namna hiyo. Na tunasema vile vile kwamba tutaheshimu agano la haki za binadamu, la haki za watu na binadamu la Afrika. Na vile vile tamko la haki za binadamu la ulimwengu na ule mwaka 48. Tutaheshimu matamko yote ya haki za binadamu. Sasa tunaposema mwisho wa siku kwamba wasituingilie, si sawa sawa. Tuliweza kuingilia kama ilikuwa sisi ni halali kuingilia makaburi yalikuwa kienenda. Kama sisi ilikuwa ni halali kuingilia jinsi ambavyo Idi Amin alikuwa akifanya Uganda, jinsi ambavyo Bokassa alikuwa akifanya Afrika ya Kati, jinsi ambavyo Ngwema alikuwa akifanya Equatorial Guinea, jinsi ambavyo hata ukumbuke mwaka 80 Rais Moi ndio rais ambaye amekuwa mwenyekiti wa OAU kwa muda mrefu zaidi. Sasa ule mwaka 84 Mwalimu Nyerere amesema kwamba lazima tuchukue uamuzi ambao utaweza kuweka kuhakikisha kwamba tunalinda haki za watu wa Sahara Magharibi, na vile vile tuweza kuweka Morocco iheshimu haki za watu wa Sahara Magharibi. Kama ilikuwa ni halali kwetu sisi kuweza kuingilia mambo yale, na kama ambao tulifanya tulikemea ukiukaji wa haki za binadamu ndani Biafra. Wewe unaona kuna ule uwanja pale Biafra pale Kinondoni, na kuna Biafra pale Msoma. Kwa sababu nafahamu kulikuwa na kama eneo ya Biafra pale Msoma. Ilikuwa ni kwamba nilikuwa na msimamo wa Tanzania. Fanya nini? Kupigania haki za binadamu na kulinda hizo haki. Tumeandamana sehemu nyingi. Tumesaidia watu wajikomboe. ANC walikuwa hapa. Tumeanzisha na redio ile external service. Ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Ya kupeleka matangazo katika hizo nchi. Pambana na hiyo ukiukaji wa haki za binadamu na za Afrika wenzetu. Tumepinga ukiukaji wa haki za binadamu sehemu mbalimbali. Inakuwaje sasa ni haramu kwa hao wengine kuja kuangalia namna ambavyo tunaendelea?
pale serikali yetu inapokiuka haki za binadamu, jumuiya ya kimataifa inayo haki ya kukemea, kulaani, kukosoa na hata kudai Tanzania ibadilishe mwenendo wake, na hata kudai uwajibikaji kwa wale ambao wanatenda matendo machafu. Na ndio maana kama ukiendelea vibaya ukiwa kama Paulo mchafu, au kuweka kuwajibu, hata kuweka kuzuia watu wale ambao ni viongozi ambao wanaonekana ni vinara ukiukaji wa haki za binadamu, kuwawekea vizuizi vya kusafiri hati msukuma hapa Marekani mshamwekea Makonda hiyo vizuio, nadhani wengine ambao wametoka wamefichwa. Lakini na vile vile mataifa mengine wengine huwa wanazuia hata akaunti zao, kama ilizotokea akaunti zao za benki ziko katika hizo nchi zao huwa wanazuia. Ni kawaida sana kwa Marekani kufanya hivyo. Marekani wao dakika moja kucheza akaunti yako wanaikausha, wanakaa nayo hiyo fedha watu wanachukua. Sasa sisi kama chama tunasema jumuiya ya kimataifa, watu wa jumuiya ya kimataifa wana haki ya kuja kuangalia mahakama zetu. Na ni haki, sio kama tumejitungia tu. Kuna umoja, una International Commission of Jurists inasema ni haki ya wanasheria wa nchi moja kwenda katika nchi nyingine kuangalia namna gani kesi fulani mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona nini ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo au mahusiano ya kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile maridhiano. Na katika mkutano huo pale Ikulu alisema kwamba ana jukumu la kuifungua nchi yetu. Ilikuwa imefungwa, milango ya mahusiano ilikuwa imefungwa. Ana jukumu, anafanya kazi ya kuifungua nchi yetu ili iweze kuchangamana na kuingiliana na kuaminika na mataifa mengine. Kwa vitendo hivi na kwa kauli ya jana ni kwamba tunaashiria kufunga milango yetu, kwamba sisi ni haki kukosoa wengine lakini hawataki kukosolewa, au unapotokea moto kwa wengine hautuhusu tena. Tunataka kuwa watu ambao ni insular, na kwamba serikali yetu ina kibali kufanya yote kile na isikemewe na watu wasiangalie. Lakini napenda kusema Chadema inavyosema ni kwamba taifa letu ni taifa ambalo linatakiwa kufuata utawala wa sheria. Katiba inasema hivyo. Serikali yetu, katiba yetu haijasema kwamba serikali haitakiwi kuheshimu haki za binadamu. Na vile vile ningependa kutoa somo jingine kwa watawala wetu hawa. Naomba wakasome ibara 26 ya katiba ya nchi yetu, lakini niwasaidie kuwasomea kwa hivi sasa. Lakini wale ambao wanajinasibu kwamba ni manguli wa sheria wako huko serikalini, waenda wakasome hii. Bahati nzuri hawakuandika hii, kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyekuwa kule serikalini ambaye aliandika hii katiba. Sababu mzee Warioba ambaye aliandika katiba kwa sababu yuko nje ya serikali. Nasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Katiba yetu nasema maisha ni matakatifu. Nchi yetu ni utawala wa sheria, lazima tuifuate. Katika kesi ambayo juzi tumeizungumza, tulikuwa mahakama ya rufaa, lakini kulikuwa na tamko limenukuu katika kesi ya Shamte ambayo Jaji Barnabas Sabata aliamua ule mwaka wa 86. Alisema lile wazo au dhana ya kufikiri kwamba rais juu ya sheria si kweli katika nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano, ambayo ni jamhuri. Ni kweli katika nchi ambazo za kifalme, mfalme juu ya sheria, lakini si Tanzania. Si Tanzania. Na Tanzania tumesema hivyo kwamba kila mmoja wetu, ibara 26, kila mtu, hajasema kila mtu isipokuwa rais, si ndio? Kila mtu isipokuwa serikali, tumesema kila mtu. Kwa hiyo utawala wetu, na ndio maana ibara ya 8 inafanya nini? Inawataka wawajibika kwa wananchi. Sisi kama chama cha siasa, kazi yetu ni kukosoa
ni kutaka vile vile kupigania madaraka, lakini tunasema kwamba wale ambao wana madaraka wanawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hapa ni kutekeleza ibara ya 8 ambayo naomba vile vile niisome. Ibara ya 8:1. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali inapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sio kwa mujibu wa sheria. Wananchi ndio wanatoa madaraka kwa nini? Kwa serikali. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Haijasema kwamba lengo kuu la serikali ni nini? Kuangamiza wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Sio kama wananchi watawajibika kwa serikali. Haya ni maneno si maneno madogo au mepesi kwamba imeandikwa tu. Ni maneno au ni dira ya namna gani nchi yetu inatakiwa kuwa. Watawala walioko serikalini, viongozi wetu wafahamu kwamba madaraka hayo wametoka kwa wananchi. Lakini wenye madaraka wenyewe ni nani? Kila baada ya miaka 5 hawa ambao wamekasimia madaraka ya wananchi kwa muda, si ndio? Sehemu ya madaraka, sio yote, ambao wamekasimia sehemu ya madaraka ya wananchi kwa kupitia serikali, utakiwa kurudi na kuomba nini? Kibali cha wananchi kupitia uchaguzi. Sasa ndio maana kwamba wewe tukasema kwamba wewe serikali ambaye unataka madaraka ujitungie kanuni za kubakia madarakani, unakiuka madaraka ya wananchi. Na mimi tunaposema kama Chadema, kupoka au kusigina madaraka ya wananchi ni uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Huo ndio uhaini. Na ndio maana sasa Chadema inadai kuwajibika kwa viongozi wetu. Si kwa misingi kwamba tunawachukia. Hatupendi wao madarakani, lakini kama ukishinda hatuna nini? Hatuna kingine bali kuheshimu nini? Kwa kuwa wamefanya nini? Wamechaguliwa na wananchi. Lakini kama wanaweka mfumo ambao maamuzi ya wananchi hayaheshimiki au hayapatikani, Chadema hawezi kufumbia macho. Sasa sisi kama chama tunasema kwamba tunataka mfumo ambao tunaheshimu sisi wa Chadema ambao ni dira yetu, na kama tukuu itazungumza kwa usahihi kabisa. Sisi ni kwamba tunasema tunataka kuwa na mahusiano mazuri na jumuiya ya kimataifa. Chadema inatambua haki za kuchangamana na mataifa mengineyo, inaheshimu mikataba ya haki za binadamu, inataka ushirikiano mkubwa zaidi wa kikanda na kiulimwengu. Tunataka yale mataifa ambayo yatatuheshimu sisi kwamba tuna haki ya kuwa na uchumi mzuri kabisa, kuboresha maisha yetu na kuweza kufanya Tanzania kuwa ni nini wenye hali njema. Lakini tungependa zaidi si tu Tanzania iendelee, bali mataifa yote ya Afrika yaendelee. Kama nilivyosema wakati ule ulipita, Mwafrika katu kama hata heshimika eti kwa nchi moja kuwa bora, bali katika umoja wetu kama Afrika tuwe bora, ili heshima rangi hii ambayo imeonekana kama ni dhalili iweze kwa nini kupata heshima yake na istahili. Ni watu ambao tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa rasilimali nyingi, lakini kutokana na kuongozwa vibaya. Tena hawa mwaka ule wa 67 katika azimio la Arusha wanasema ili tuendelee nini? Tunahitaji watu, siasa safi, tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na nini? Na uongozi bora. Wa kuongoza nchi yetu, si ndio? Ambayo nini? Msingi mmoja wapo mkuu ni nini? Kuwa na uongozi bora. Huwezi ukapata uongozi bora kwa watu ambao wameweka mfumo ambao unasababisha watu waibe kura au wasigine matakwa ya wananchi. Si msingi wetu huo. Tungesema sisi maadili yetu kama Watanzania ni kwamba tumetambua kwamba ili tuendelee lazima tuwe na uongozi bora. Na wala sio uongo. Angalia Botswana ilikuwa wapi na ipo wapi. Angalia Malaysia ilikuwa wapi mwaka 82 wakati Mahathir Mohamed anaingia na ipo wapi. Angalia Singapore ilikuwa wapi mwaka 66 wakati Lee Kuan Yew anachukua, leo wako wapi? Angalia nchi ambazo zimeheshimu misingi ya demokrasia, zimejua kwamba wananchi zimekuwa na uongozi bora, zimesimamia misingi ya uongozi bora. Angalia Norway ilikuwa mwaka 69. Norway ambao wanatupatia pesa mengi zaidi.
Mwaka 1900 ilikuwa ni nchi maskini kushinda zote Ulaya. Leo ni nambari 1 katika vipimo vile vya mizania nini ya maendeleo ya watu. Sababu gani? Uongozi bora na kuwa na uchungu na namna njema kabisa ya kutumia rasilimali na mafao na rasilimali fedha za nchi. Na sisi Tanzania, nchi pekee yenye Tanzanite duniani, tumetopea katika lindi la maskini. Tumekuwa wataalamu wakina Matonya wapya. Uongozi wetu sasa hizi ni kwamba nitaleta misaada zaidi, si ndio? Sisi tutasaidia kwamba vijana wapate ajira nyingi, tutatengeneza viwanda vizuri, nafanya watu wapate elimu nzuri ya maana zaidi. Lakini namna gani? Nitaenda kuomba huko, nitaenda Uarabuni, nitaenda China, nitaenda wapi? Kwenda kuomba. Trump anakuja angalau anatupatia shock therapy. Wanatushtua kwamba sivyo. Jitegemeeni. Huwezi kuwa na Tanzanite, huwezi kuwa na bandari zako hizi ambazo serikali sehemu imezigawa. Huwezi kuwa na nini? Na maziwa. Wewe una ziwa kubwa la 3 hapa duniani. Una ziwa la 2 kwa kina hapa duniani. Alafu wewe umetokea katika umaskini. Una ziwa lenye samaki wa aina nyingi kushinda yote duniani. Alafu wewe unatokea katika umaskini. Una chuma, una almasi, una dhahabu, una Tanzanite, una ardhi nzuri, alafu wewe umetokea. Una mlima Kilimanjaro. Una hiyo hata hiyo Zanzibar. Alafu wewe ni omba. Kuna shida hapa. Shida yetu kwa Tanzania ni uongozi bora. Na ndio maana Chadema inasema yenyewe iko tayari kuweza kuongoza wananchi katika kuelekea huko. Sio safari nyepesi, lakini natakiwa kufumua na kuweka mfumo upya kwa namna kuweza kuiongoza nchi yetu. Lakini lazima tutambue kwamba sisi ni sehemu ya nini? Ya jumuiya ya kimataifa. Lazima kuheshimu haki za binadamu. Mtu anayeheshimu haki za binadamu ni mtakatifu. Serikali inayoheshimu haki za binadamu si dhaifu, ni madhubuti. Napenda kumwambia rais na serikali serikali inayoheshimu haki za binadamu si dhaifu, bali serikali madhubuti, kwa sababu inaweka misingi mizuri na kupunguza nini? Matendo machafu, kupunguza dhuluma, kupunguza watu kuuana, kupunguza watu kwa nini? Kuharibiana mali, inapunguza makosa katika jamii, inaheshimu haki za binadamu. Kwa hiyo sisi Chadema tunaamini kwamba tukipata madaraka kwamba tutaheshimu bila hata kufikiria, hata tukiwa kwenye ndoto. Hata tukiwa kwenye ndoto zetu tutasikia waendelee kuunga mkono Chadema. Jumuiya ya kimataifa ifahamu jinsi gani ambavyo Chadema imefarijika sana kwa uungaji mkubwa ambao imeupata katika kesi ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu. Chadema ambavyo inalaani kwa nguvu zake zote ukiukwaji wa haki za binadamu ambao ulijitokeza katika tukio kesi hii imeanza, na jinsi ambavyo wale watazamaji wa kimataifa walikuwa wanakuja kuangalia kesi ambavyo walishikwa na kuondolewa hapa nchini kwetu. Imechafua taswira ya nchi yetu, na imechafua taswira ya nchi yetu, na imechafua taswira ya viongozi wetu, kwa sababu wengine hata taswira ya viongozi wetu, kwa sababu wengine hata hivi sasa wanatishia. Na hii inatokea wakati Tanzania ilikuwa inafanya nini? Huyo Profesa Janabi alikuwa anapata nafasi. Janabi kama alikuwa tunaona maana sana kwa kubakia Tanzania hapa. Kwa hiyo tumeamua kusema kwamba aenda ahudumia Afrika. Maana yake tunatakiwa kuheshimu namna wenzetu na tuendane na wenzetu. Tujifunze namna ya diplomasia ambayo ni ya haki za binadamu. Na maana hiyo tutaheshimika na tuendelea kuonekana kwamba ni kinara wa haki za binadamu. Tuliongoza mataifa ya Afrika kupigania uhuru wa kusini mwa Afrika, na tunaheshimika kwa hilo. Na kwa maana hiyo tusitake sifa yetu nzuri ambayo ilikuwa imepatikana huko nyuma kwa gharama kubwa ikachafuliwa na watu ambao wana malengo ya muda mfupi ya kubakia tu madarakani bila kuangalia malengo ya muda mrefu ya ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana. Asante sana Dr. Kwa hiyo tunaingia kipindi cha maswali, lakini kabla tujafanya hivi vizuri, yule dada mwanasheria kutoka Uganda anaitwa Agatha Buhaire, na sio Anet. Nataka hiyo rekodi kae vizuri. Kwa hiyo
anaitwa Agatha Atuhaire, mwanasheria kutoka Uganda. Kwa hiyo naomba nichukue maswali matatu kwa kuanzia. Nataja chombo chako cha habari, jina lako, na unauliza swali lako. Isiwe refu, iwe swali ambalo liko. Asante. Mimi naitwa Ason na tokea Jambo TV. Utashala katika maelezo yangu ni kwamba umependezwa na kauli ambazo alitoa Mheshimiwa Rais na zimekuletea wasiwasi kwamba huenda ukawa mwendelezo kwa watu kusisabini kwa kauli hiyo milika kwenye shauri hili. Wengine watatu alafu Dr. atarespond. Amna? Dr. karibu. Asante sana kwa maswali hayo. Hapa umenipatia kauli za watu wawili. Mmoja anasema si sawa, huyo senator, na msemaji wa serikali ya Kenya anasema uhusiano wetu ni mzuri kabisa, haujaharibika, na kila nchi na haki ya kufanya kile ambacho anataka kufanya. Chadema na mtu ambaye amesoma sheria, sina wakili wa msemaji wa serikali ya Kenya kama ni mwanasheria. Mtu ambaye amesoma sheria, sina wakili wa msemaji wa serikali ya Kenya kama ni mwanasheria au ubobevu wake katika masuala ya mahusiano ya kimataifa ukoje. Nasema jukumu la kuheshimu haki za binadamu, jukumu la kuheshimu agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jukumu la serikali zote 7 au 8 sasa ambazo zinahusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nimezungumzia msingi wa kanuni ya erga omnes, kwamba haki za binadamu lazima ziheshimiwe na kila nchi na kila serikali. Hakuna serikali ambayo itatetewa kwa kukiuka haki za binadamu. Katika agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki tumekubaliana kwamba kutakuwa na na mwingiliano wa wananchi kutembea, kwamba ushirikiano wetu katika jumuiya ni unalenga kukuza mahusiano ya watu na watu, kukuza misingi ya demokrasia, kukuza utawala wa sheria na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwazi na utawala bora. Kwa hiyo hayo tumekubaliana. Wananchi kuja kuangalia kuingia katika nchi yetu hawajatenda kosa, na wala hawajatuhumiwa kwamba wamefanya makosa ya kiuhamiaji. Hakuna tuhuma kwamba waliingia hapa nchini, si ndio, kimakosa, kwa sababu mkataba wetu kulikuwa na mkataba mdogo au ile protocol ndogo ambayo inatoa haki ya mtu kuingia, mtu wa Afrika Mashariki kupata visa kuingia katika nchi na kukaa miezi 6 mpaka miezi 6. Hapa anaweza kukaa tu Mkenya akaingia hapa akakaa miezi 6. Tanzania vivyo hivyo. Sasa baada ya hapa lazima ueleze kama akitaka kufanya kazi kuna taratibu zake. Lakini anaweza kuja. Sasa kuja kama mtalii, maana tunaingia kama visa ya kitalii. Hana haki ya kuja. Huu ni sio kama ni kama nchi nyingine kama mzungu tu ametoka Ulaya aje hapa. Hatuna makubaliano kama hayo, hapana. Tumesema sisi ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mkumbuke tuna lengo la baadaye kuwa na serikali ya shirikisho. Kwa hiyo tuko katika hatua moja baada ya nyingine. Sasa unaposema kwamba eti mahusiano yetu, anaweza kuwa anazungumza kwa lugha ya kidiplomasia, asitake kulikoroga na kulivuruga kabisa, na kiswala ni kwamba haya si mambo mema. Kwenye mitandao wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi. Lugha ambazo zimesemwa dhidi ya rais wetu zilikuwa ni kali kweli kweli. Mpaka wengine nimeona rais amewablock. Na wanarusha amekuwa Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi singependa rais wangu atukanwe. Chadema haipendi rais wa nchi atukanwe. Lakini matendo yakiwa si mema,
Hatuna uwezo Chadema, tuwezi kuzuia watu wasitukane au wasitoe lugha kali. Wengine tunatofautiana namna ya kukasirika. Kwa hiyo wengine wamekasirika. Sisi tunasema kwamba haikuwa sahihi. Ni goli kama ni goli ya kujifunga sisi wenyewe. On goal. Alafu nini? Ningezungumza kwa Kiingereza ni kwamba it was a diplomatic disaster. Yes, utegemei unaweza kufanya makosa kama hayo. So elementary. Kanuni za msingi kabisa. Nadhani wale walifunza pale Kurasini uzezo tena chuo mkira jina la Salim Mohamed Salim tena kwa maagizo ya Samia Suluhu Hassan. Nisingetegemea kwamba tuna wizara ambayo ingeweza kuruhusu rais wetu akasema hivi. Sababu kauli za rais zinapotoka sasa hatuwezi, kuna hizo kanuni za kuheshimu haki za binadamu. Serikali yoyote ile ambayo inakiuka haki za binadamu haiwezi kuheshimika. Ni serikali ambayo yani maana yake ina matatizo ndani yake, kwamba pengine hata ule msingi wake una shida. Sasa sisi kama chama tunasema hatuwezi, ni makosa kwa nchi yetu kukiuka haki za binadamu. Ni makosa kwa nchi yetu kuvuruga uhusiano mzuri na majirani zetu. Ni makosa kuzuia raia wa nchi nyingine kuja katika nchi yetu kama hawajatenda kosa lolote lile. Mtu anafika hapo, una jaji mkuu wa nchi, jaji mkuu mstaafu wa nchi iliyopita, ya nchi jirani yako. Wewe unaona kwamba ni rais tu kumshika, alafu unafikiri kwamba hilo swala litakwisha kienyeji. Watu wanaonaje? Je, yule kijana wa Kenya Boniface Mwangi jana, ile nduru aliyopiga pale Serena, imetuma ujumbe gani kwa ile hoteli ya Serena? Inashika watu kwenye hoteli zao kwamba unaweza kuwa ni mgeni wa nje, ukalala chumbani, usiku ukafuata saa 8 usiku, ukachukuliwa kwa nguvu, ukapotezwa. Kama yule kijana asingekataa kutoka mpaka asubuhi watu wakaweza wakaona kwamba wakajua ameshikwa, huyo singekuwa amepotea. Baadaye sionekana tu kwamba hatujui amekwenda wapi. Uenda amejipoteza yeye mwenyewe. Na unakuwa na speaker, unafahamu yule speaker anasema mtu anaweza kujipoteza mwenyewe. That's our government. Ilizungumza mahakamani, that's our law we have sunk. Hatuwezi kuwa katika hali kama hii. Sisi kwa kusema haya, ni nafasi nyingine kwa serikali kuweza kujirudi na kurekebisha mwenendo wake. Ni nafasi kwa vyombo vyetu vya usalama. Kwa sababu polisi kwa kawaida, na niwapenda mara nyingi polisi hawa, wasome ibara ya 147. Na pengine niwasomee sasa. Uende wengine wajaye kuisikia. Polisi na wanajeshi wote ambao wananisikiliza, naomba msome ibara ya 147. Na muikariri kabisa, na mtu asikudanganye kwamba uende tofauti. Hii katika sura ya 9 katiba nchi yetu. Majeshi ya ulinzi. Ni marufuku kwa mtu yeyote au shirika lolote au kikundi chochote cha watu, isipokuwa serikali kuunda au kuweka Tanzania jeshi la aina yote, sawa? Itakuwa ni marufuku, ibara ya 147 itakuwa ni marufuku kwa mwanajeshi yeyote kujiunga na chama chochote cha siasa, isipokuwa tu atakuwa na haki ya kupiga kura iliyotajwa katika ibara ya 5 ya katiba hii. Jeshi halitakiwi kuendeshwa kisiasa au kwa kufungamana na chama chochote cha siasa. Ni marufuku. Lakini mmeona zile clips nyingi ambazo tumeona, na sisi tupo. Mwingine anakiri kwamba mimi nilikuwa kiongozi pale nilitoa na pesa. Katiba imesema ni marufuku. Wanasema ni marufuku. Kwa hiyo sisi nchi yetu, wanajeshi wetu, polisi wetu, uhamiaji wetu wanatakiwa kwa professionals. Kulinda katiba ya nchi yetu, kufuata maagizo ya katiba yanasemaje, na kutoendeshwa kisiasa, Mwanasiasa akileta mambo yake ya kisiasa, unaambia sivyo. Viongozi wa majeshi yetu ndio wanatakiwa kuenenda. Ni amiri jeshi mkuu sawa, kiongozi anaweza kutoa hiyo amri kama rais, lakini kusema katiba inasema. Ni lazima tuwe na watu serikalini ambao wanasimamia sheria, wanaheshimu katiba. Ndio maana kwa mfano ule mwaka wa 92 wanajeshi ambao walikuwa ni sehemu ya makada wa CCM, hata wakina Kikwete ambaye nasikia juzi naye anazungumza kwamba eti kuna wengine walikuwa viongozi wa staafu. Msuya alikuwa aitishi press conference, lakini wengine wanaitisha press conference. Kikwete, napenda kukuambia Rais Kikwete,
Mwalimu Nyerere alikuwa anaisha press conferences nyingi sana. Na wewe ulishafanya kazi chini ya Rais Nyerere. Ameitisha press conferences nyingi sana mwaka wa 94 na mwaka wa 95. Ameitisha nyingi. Anataka nchi yake iende vizuri. Wazee wenye busara serikalini, mna fursa ya kuweza kuwafunda na kuwarudi viongozi ambao wako madarakani. Wale ambao wengi mnaopita umri. Samia naona kama na mimi na Samia ni kama rika moja. Ndio alikuwa nipita kidogo sababu dada yangu wa kwanza ni mkubwa kushinda Samia. Marehemu. Kwa hiyo viongozi wetu wakuu wenye uzoefu mkubwa ambao walipitia changamoto kubwa za huko nyuma wanaweza kuitisha, ndio wataweza kuzungumza nao pembeni, lakini kama yale ambayo wanawashauri viongozi hapa aishi tu kuzungumza nao pembeni ukasema imetosha. Wakitenda yasivyo, simameni hadharani na kujitokeza na kusema hivyo haitakiwi kuenenda. Kwa sababu tuna uongozi ambao vile vile kwamba watu tunaweza watu walika moja pia tusikilizane. Haimaanishi kwamba kwa sababu mtu amekuwa ni rais kwamba ghafla amekuwa na hekima zote. Ni cheo tu amepewa nafasi anayo, lakini wengine wao wana hekima zaidi wako nje, wanaweza kumshauri. Lakini hata katika wafalme alikuwa kikiuka alikuwa anaondolewa. Anawekwa mfalme mwingine. Lakini sisi ni jamhuri. Tunataka namna nzuri ya kuweza kupata viongozi wetu kupitia kura. Kama ni kura, na kura ziwe nini? Za uhuru, haki na kweli. Uchaguzi huo Chadema haijawahi, kama nilivyosema siku za nyuma, viongozi wamesema kila siku hatujawahi kupigania kuomba upendeleo wote. Hakuna na Chadema katu kama haitaomba upendeleo. Inataka mchezo katika uwanja ulio sawa. Kanuni ziwe sawa. Wananchi wa Tanzania waweze kuamua. Sasa umeniuliza swali la ile kesi kuhusiana na ile kesi ya uhaini. Ni kweli kabisa. Sisi kama hapa nazungumza kama wakili, tunasema kwamba tutaendelea kudai kwamba kwa kuwa mwenyekiti wetu alishtakiwa kwa maneno aliyosema, basi kwa kuwa hakuna cha kuchunguza zaidi. Sisi kwa kiasi tunafikiri kwamba maneno yale ndio ambayo yanasababisha nini? Ndio kama ni kuchunguza wayaangalie. Wanasema wachukue kutoka Jambo TV, wachukue yako Jambo TV, sawa, walete ushahidi, leta hao wa Jambo, leta wa nani, weka ngoma hadharani, kwa nini? Tukamilishe. Sasa baada ya hapo nipenda kushukuru sana, sisi tuendelea kuitaka mahakama iendelee kwa sababu kama nilivyosema, kila serikali haitoi hata dakika moja ya uhai wa mtu. Haiwezi kusema kwamba itakupatia uhai. Wewe kuzaliwa na serikali, kuzaliwa na baba yako na mama yako, na kupiga kura na wewe serikali kuleta duniani, hata kwa watu kupiga kura baba yako na mama yako, Mungu aliamua kwamba aliona kwamba wale ndio wanafaa kuwa wazazi wako, lakini uhai unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo serikali inapochukua uhuru wa mtu haina uwezo wa kumfidia kwa uhuru ambao amefanya na kupoteza. Kwa hiyo basi sisi kanuni yetu ni kwamba mtu akiwa ameshtakiwa ama kama makosa yake ashtakiwe mara moja, asikae gerezani kwa muda mrefu au mahabusu, ashtakiwe, ukweli ufahamike. Haimaanishi kwamba kwa serikali imekushtaki eti yenyewe ndio nini umeshathibitishwa. Lakini kama unaendelea kukaa ndani, uhuru wako unapokwa na serikali, na tuna mfumo wa namna ya kumfidia mtu, inabidi mahakama zetu ziwe nini, ziheshimu sana, zizingatie kwamba hizo kesi lazima ziende kwa haraka. Itakuwa ni ambapo mawakili wa kesi tunaposema kwamba mpaka kesi ya mwenyekiti wetu isikizwe kwa haraka, ndio ukweli ubainike na jumuiya ya kimataifa ijue mkweli ni nani na muongo ni nani, mbambikizaji ni nani na msema kweli ni nani. Asanteni sana. Asante.